Kuna pointi moja tunataka nikuambie mwana wa Mungu. Kile Mungu alichoniambia nije huku na akanikabidhi, nimekileta. Sasa naomba mkao huu ya kwamba huyu baba, utakavyoita tu, huyu baba, huyu mtumishi, huyu mwanangu, huyu mdogo wangu, huyu kijana wangu amekuja na haki yangu. Yaani utakavyoita kwa sasa hivi, sema amina. Mimi nimefika jana sana hapa Arusha, nakuwa nimekuja, nimeingia, lakini nilivyopokelewa kuanzia sijui airport huko, watu wananipokea kuanzia huko, wananileta huko, watumishi wa Mungu hapa, mpaka nikajiuliza mimi ni nani napokelewa kiasi hiki na hao watumishi wa baba wa mama wako pale wananipokea, wako na hao wazee wa kunani wa kushuti hawa wanachukua mambo yao, najiuliza mimi ni nani? Mimi ni nani napokelewa kiasi hiki? Nina nini? Hata ukiniangalia kwani mimi na nini mpaka hadi unipokee, hadi unisubirie, hadi umefurahi eti kuniona? Ukiangalia kikawaida nina nini? Hamna. Na Mungu alivyo ajabu, akaniambia, akaona kabisa kwamba na mwili ninakunyima, akaninyima. Sasa mimi nina nini sasa? Hata wewe unaweza ukatafakaria kwamba hivi huyu anopokelewa na nini? Nilicho nacho sio kile kinachotoka ndani ya dunia hii, ni kile kisichoonekana katika macho ya damu na nyama. Hicho ndicho unachokipokea wewe. Umeshakutana na watu wazuri, walefu, wanani zaidi yangu mimi. Lakini kwa nini mimi? Sio kwa sababu ya umwili, ya kwamba ninapokea kitu cha kimungu. Nafurahia kumuona fulani kwa sababu ana kitu cha nani? Cha Mungu. Sema amina. Ana kitu cha nani? Siku moja nilitoa mfano kwa habari ya punda. Yesu akampanda punda. Punda alitandikiwa, rafiki yangu. Watu wakatandika. Sasa punda ameenda ziara yake, akamshusha Yesu Kristo, akamfikisha mahali husika. Sasa akajua ya kwamba, akawa nakumbuka vile alivyotandikiwa, vile alivyo wakaweka nini, anapita, watu wanatandika vitambaa, watu wanatandika vitenge, anapita. Alifurahia sana, akasema ngoja nirudi ile njia, yawezekana tena nitafanyiwa kama nilivyofanyiwa. Akarudi, hajambeba Yesu. Walipiga. Walifanyeje? Walipiga. Kwa nini? Aliyekuwa anamsababisha yeye atandikiwe hayuko juu ya punda tena, ameshamwacha. Kumbe hata mimi neema ikiondoka, mimi sio kitu kwako. Mimi ikiondoka neema, mimi sio wa thamani kwako. Kumbe unakuwa na kuwa wa thamani kwa sababu Yesu aliyo hai yumo ndani yangu, aliyo hai. Sema amina. Sema amina. Na ndio maana huwa napenda nifanye jambo kwa mapenzi ya yeye aliyo juu. Sio kwamba nifanye jambo kwa akili zangu, siwezi nikakupatia. Lakini kila anachokishusha Mungu, hicho ndicho nachoweza nikakupatia, na kikadumu na kisivurugwe na mtu yote aliyo hai. Haleluya! Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii, na Mungu akubariki.